Karibuni katika kipindi chetu cha maisha ughaibuni, kipindi ambacho tunarusha katika YouTube channel yetu ya BabSafe, pamoja na TikTok pia ni BabSafe na Instagram pia ni BabSafe pia. Kipindi chetu kusema kweli kilisimama kwa muda na bado kitazidi kusimama kwa sababu hatujapata wadhamini wa kuweza kudhamini kwa ajili ya kwenda kuongea na wale ambao watu wanatupa story, kwa sababu watu ambao wanatupa story kusema kweli kila anapokuja kupiga story kwangu mimi hapa huwa namlipa 15,000 kwa kuja kupiga story kwa kila siku 15,000. Labda na hela chakula labda unampa tena 5,000 na kwa nakuta 20,000 kwa siku inakutoka katika kurusha vipindi vyetu. Na ndio maana nakuta sasa hivi kidogo vipindi vimesimama kwa sababu ya kazi kidogo zimekuwa ngumu na tumeshindwa kuweza kufanya nao kazi hawa jamaa kina Tyrese wakina watu wengine mbalimbali ambao nilikuwa na watu mbalimbali ambao kufanya nao kipindi katika maisha ughaibuni, lakini nimeshindwa kwa sababu ya capital sina ya fedha au wanaita njuruku. Kwa hiyo kwa tumesimama kidogo kwa kipindi chetu cha maisha ughaibuni. Dhumuni la kuanzisha hichi kipindi cha maisha ughaibuni, labda nitoe story fupi kwa nini nilianzisha hichi kipindi cha maisha ughaibuni. Na alhamdulillah kimekuwa kusema kweli, na nilikuwa nakichukulia masihara, lakini watu wengi walikipenda kipindi changu kwa sababu ya stories za watu ambazo stories zao ni long story kwa sababu ya maisha ambao naanza. Kwa sababu mimi sikutaka stories ziwe fupi kukata story na kuchukua vile vipengele vya maana la. Mimi nilikuwa nataka story mtu anadisia story ya maisha yake kuanzia mwanzo mpaka alipofika kwenye kuingia kwenye uraibu wa madawa ya kulevya, na pia kwenye kutoka kwenye madawa ya kulevya na mpaka kuonana na mimi. Na ndio maana stories zangu zinakuwa hatukatishi, zinakuwa ni ndefu kusema ukweli. Umeona kama vile Mr Blue alikuwa anazungumzia stories zangu, kwa nini stories zinakuwa ni ndefu sana hivi na hivi na vile. Mimi sio mtu wa kukatakata kama kwenye channel zingine ambao huwa wanachukua vile vipengele maalum wanaviweka ili kuvutia wasikilizaji. Kwa mimi huwa napenda stories zangu ziwe ni ndefu ili mtu adisia maisha yake jinsi alivyokuepo. Na ndio maana nikaanzisha hiki kipindi cha maisha ughaibuni. Kwa hiyo lengo la madhumuni ya hiki kipindi kwamba ni kuwasaidia watu wengine ambao wanataka kwenda nje ya nchi, wasiingie kwenye madawa ya kulevya kama kaka zao, wasiingie kwenye makundi ya kiwizi ya kujambazi. Ndio lengo la kufanya hiki kipindi. Na kwa sababu kitu kimoja ambacho kilinipo msukumo zaidi wa kufanya hiki kipindi, kuna marafiki zangu wengi walipotea kusema kweli kwenye kwenda South Africa, ambao marafiki wengi ambao nilikuwa nao wameingia kwenye madawa ya kulevya, kwenye uraibu huko, wameingia kwenye ujambazi South Africa. Kwa hiyo nimepoteza kusema kweli, nimepoteza marafiki ambao walikuwa ni waaminifu kwangu, na mwisho wa siku wamepotelea huko South Africa. Kwa hiyo ndio lengo la kuanzisha hiki kipindi ambacho cha maisha ughaibuni, kwa sababu ya washikaji zangu wengi wameingia kwenye madawa ya kulevya. Kwa hiyo ndio maana nikapata msukumo kuanzisha hiki kipindi. Kwa sasa hivi ndio kama hivyo unavyoona kipindi chetu kimesimama kwa sababu ya hatuna mdhamini ama hatuna mtu ambaye mwenye kutusponsor kwa ajili ya hiki kipindi. Lakini malengo yetu kusema kweli yalikuwa katika hiki kipindi yalikuwa ni malengo ni makubwa kusema kweli, yalikuwa ni malengo ya kupanua wigo zaidi, ya kuweza kufungua hata NGOs kwa ajili ya kufungua hata soba kwa ajili ya watu waraibu wa madawa ya kulevya, pia kuwasaidia ndugu zetu. Tulikuwa tuna malengo mengi kusema kweli na hiki kipindi chetu cha maisha ughaibuni, lakini kimeweza kusimama ghafla kwa sababu hatuna wadhamini, pia hatuna support pia. Na alikadhalika ukiangalia kama hiki kipindi chote na kiendesha peke yangu, sina mtu mwingine, mtu baki. Unajua mtu mwingine ukimwambia njoo tujitolee na kuwa naogopa. Mara kibao mimi nishaachia watu kipindi ili bado kiendeleze, lakini anakuambia BabSafe bwana nashindwa kukiendeleza kipindi kwa sababu ya sina hela, kwa sababu watu wako wanakuja wanataka hela, watu wako wanakuja wanataka chakula, wanataka nauli. Kwa hiyo hatuwezi kuendeleza kipindi kwa design hii. Wewe sijui unawezaje? Umeona? Kwa hiyo watu wengi wamejaribu kuachia vipindi, lakini kipindi kimekuwa hakiwezekani kwa watu wengine kwa sababu hawana capital za kufanya hiki kipindi. Kwa hiyo tuna
ushauri kama inawezekana kwa watu ambao wanaguswa na hichi kipindi, kama wanaweza kutusaidia tena katika kukiendeleza kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni. Kwa wale ambao wadau ambao wanapenda story, watu mimi nao bado wengi sana ambao wanapiga story, watu wengi, lakini huwezi kuwaleta watu ukaachisha kazi zao waje akae masaa 3 masaa 4 bure tu. Kitu hicho kinakuwa hakiwezekani. Hata wewe mwenyewe uambe njoo tupige story hapa maisha yako bure tu, utakuwa uwezi kuja kusema kweli, kwa sababu utakuwa unaacha kazi zako uje kwenye kazi ambayo ni ya bure, inakuwa haiwezekani. Kwa hiyo sisi huwa tunavutia kuwapa vile hela ili mradi waje kwenye kipindi chetu, ili mradi wafanye wahadisie ule muda wao ambao unapoteza, tunaweza kuwapa pesa. Kwa hiyo tunahitaji support kusema kweli kwa nyinyi ambao wadau ambao kipindi chetu cha maisha ughaibuni. Najua tuna watu wengi ambao wanatufuatilia stories za kina Tyrese, stories za Steven Seagal, stories za Chanjadi, stories za watu mbalimbali ambazo tumeweza kuzitoa, wadau wetu wakubwa ambao mnajua tulipoanza tumeanzia wapi na mpaka sasa hivi tulivyofika. Tumekuwa na watu wengi kusema kweli kwenye kipindi chetu cha YouTube. Nashukuru alhamdulillah, tuna wafuatiliaji wengi ambao wanafuatilia kipindi chetu. Kwa hiyo nilikuwa naomba kwa watu ambao wanaweza kutudhamini au wanaweza kutusaidia ili kuweza kufikisha mbali hichi kipindi cha maisha ya ughaibuni, kwa sababu bado tuna nia ya kufanya kipindi, support tu ndio hatujaweza kupata. Kwa hiyo tunaomba kwamba mtu anaweza kutudhamini, basi tucheki kupitia namba zetu za 0713 21 24 34. Hizo ndio namba zetu, na Voda pia ni 0756 21 24 35. Hiyo ndio namba yetu kutucheki. Ziko WhatsApp zote mbili, unaweza kujoin na sisi pia ili mbadi kukiendeleza kipindi chetu. Tunashukuru wadau wa Kenya pia, Kenya ambao mmeweza kutusupport kusema kweli kipindi kile, mlitushika mkono sana watu wa Kenya, na pia watu waliokuwa Uingereza pia kina Babu Edi, wako wengi kusema kweli, siwezi kuwataja wote ambao waliweza kutusupport, lakini sasa hivi kidogo kila mtu anajua hali ya duniani ilivyo change kusema kweli, lakini kile kidogo chako support yako basi sisi tunaweza tukafanya kujoin pia na watu wengine ambao kuweza kuwaleta katika kipindi chetu cha maisha ughaibuni, ukapata kusikia stories za watu mbalimbali kusema kweli. Na chengine kwamba kutaka kusema kwamba nahitaji watu ambao wanaweza kukiongoza hiki kipindi, watu ambao wanaweza wakawa na moyo wa kujitolea kwamba bwana mimi nataka nifanye kipindi kwa moyo kama ulivyokuwa unafanya wewe, lakini bado sijaweza kupata. Lakini tunakaribisha watu ambao wanaweza kukisupport kipindi, kwa sababu kama nilivyokuambia tuna malengo yetu makubwa, ambao malengo ya kuweza kufungua NGOs kwa ajili ya kuwasaidia watu ambao waraibu wa madawa ya kulevya pia, na pia kufungua soba kwa ajili ya watu wa madawa ya kulevya, hata kulevya tu, hata pombe au nini, kufungua soba. Ilikuwa mipangilio yetu ni mizuri kabisa, lakini ndoto yetu imekwama kusema kweli. Kwa hiyo tunaomba support kusema kweli ili kipindi kiweze kuendelea, na ndio maana kipindi kimeweza kusimama kwa muda mrefu. Mjapata kuona katika YouTube yetu kurusha vitu au katika TikTok yetu kurusha vitu kwa sababu ya kitu hicho. Labda kama kuna mtu ambaye yuko kwenye TikTok pia, kama unaweza kujoin pia, labda unataka kuuliza swali au unataka kuuliza chochote. Mimi huko bado na rekodi, nipo kwenye kurekodi kwenye YouTube. Kama unaweza nitumie request hapo ili uweze kupanda, ili kama unataka kuniuliza kitu kuhusiana na kipindi chetu cha maisha ughaibuni na kwa nini kimesimama, unaweza kuuliza swali lolote ili mradi niweze kukujibu kusema kweli. Na chengine kwamba nataka kigusia kusema kweli, bado uhaba kusema kweli, japo tunatumia simu kurekodi sio mbaya, lakini tunahitaji support kwamba nyinyi ya mchango pesa, ili kuweza kuwapa wale ambao kuweza kutoa story za maisha ughaibuni. Kwa hiyo kama unaweza kuniuliza swali au unaweza
comment, basi mimi niko tayari kukujibu, ili mradi kufanikisha hiki kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni, ambacho kipindi kimeanza vizuri, lakini sasa kinapoenda kumalizika, kinaenda kumalizika ambapo ndoto za watu zinakatika. Halo, vipi mambo? Halo. Halo. Halo, habari za sasa hivi? Salama, vipi hali? Safi kabisa, sama siku. Safi. Karibu bwana katika kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni. Sijui ulikuwa ni mfuatiliaji wa kipindi? Halo? Naam, nasema sijui ulikuwa ni mfuatiliaji wa kipindi cha maisha ya ughaibuni? Halo? Si kama jamani nisikia. Halo? Nasema sijui ulikuwa ni mfuatiliaji wa kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni? Unanisikia? Hata sikusikii. Unisikii? Sijajua kuna tatizo gani. Huyu msikilizaji wetu mmoja lakini hajui kuna tatizo gani. Unaweza kunitumia message kwenye TikTok pia hapo. Unaweza kunitumia message kwenye TikTok kuhusiana na kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni. Sijui kama mnanisikia vizuri. Kwa hiyo ndio hivyo wadau wangu wa kipindi chetu cha stories za YouTube channel yetu ya BabSafe. Kwa tunaomba sana support zenu, pia tunaomba anasema mawasiliano si mazuri, lakini mimi unanisikia. Kwa hiyo tunaomba sana support zenu, kusema kweli wadau mbalimbali kwenye YouTube channel yetu. Tunahitaji support kuhusiana na kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni, kwa sababu kipindi kimeanza mbali kusema kweli, na tulipofika tumefika bado tupo robo ya safari yetu, kwa sababu safari yetu sisi ni kubwa. Tukataka kuwa tuorganize kitu kiwe ni kikubwa zaidi, lakini kwamba tunaishia njiani bila kufika yale malengo. Kwa hiyo tunaomba sana support zenu wadau mbalimbali ambao kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni, ili tuweze kusonga mbele, ili kuweza kuwapata watu zaidi. Market na watu wengi ambao wanataka kuhojiwa, lakini wote wanahitaji pesa. Kusema kweli, bila pesa hakuna kitu. Kwa hiyo wanahitaji pesa, mtu ajetoe story ili maisha yasonge mbele, ili upate story na mimi nipate kufanikisha ile jambo ambalo la kuweza kuwafikishia Watanzania wengi kuhusiana na maisha ambayo wanayopita ndugu zetu katika maisha ya ughaibuni. Mimi sina cha zaidi cha kusema, ila mnaweza tukawasiliana na sisi, ambao watu wengi ambao mnajua namba zangu, pia ambao sio kwa wanajua namba zangu ni 0713212434 na namba yetu ya Voda ni 0756212435. Hizo ndio namba za kuweza kutucheki sisi katika kipindi chetu cha maisha ya ughaibuni. Mimi sina cha zaidi. Kwa wale ambao walikuwa kwenye grupu kule, kama mtaona clip hii kwenye YouTube, basi naomba tuje tu join kule kwenye grupu zetu za WhatsApp, ili kipindi kiweze kusonga mbele. Sina cha zaidi, nasema kwa herini.